Kuishi na watu wengi haifai. Ni heri bora ukaishi na mtu mmoja. Lakini tunarudi tena nyuma, tunasema kuishi na mtu mmoja haifai. Bora kuishi na watu wengi ndo wanaofaa. Kwa nini? Unapokuwa na watu wengi ambao watambui muhimu wako kwenye maisha yao, ni sifuri na ni zero. Kwa sababu wewe utatamani mwende kushoto, wao wataenda kulia. Utapanga mipango yako, watakuharibia. Utapanga mikakati yako, itakuharibia. Lakini ukiwa na mtu mmoja ambaye mnaelewana, ukipanga mipango yako, nyote mnaongozana, kila mmoja atatamani kuwa kama nyie. Kwa sababu mnaongea lugha moja, mnaelewana, mna nia moja. Na ubaya wa kuwa na mtu mmoja, ni pale ambapo yule mtu ulimtegemea kawe ndiye kinga yako kwenye maisha yako, alafu yule mtu kumbe anakusaidia pale anapojisikia. Alafu nakuta ule muda ambao wewe unaenda kumwambia shida yako, hana time na wewe. Ndiyo maana shida yako hajaimaliza. Sasa tunakuja kwenye faida ya kuwa na watu wengi. Faida ya kuwa na watu wengi ni pale ambapo unakuwa na watu wanaoelewa thamani yako kwenye maisha yao. Ni pale ambapo wakikuona wanafurahi, uwe una shida hauna shida, ila wao kwako wanajisikia amani. Ndiyo raha ya kuwa na watu wengi kwenye maisha yako. Mimi nimejifunza kitu kwamba sitakuja kumforce mtu ambaye hana muda wa kunielewa anielewe. Kwa sababu unapomforce mtu akuelewe wakati yeye hana muda wa kukuelewa, ni sawa na kuchukua maji kuyatwanga kwenye kinu, ambapo ukiwekea tu mpini kwenye kinu, yale maji yote yanaruka yanatoka nje, kinu kinabaki kama kilivyo. Na ndivyo hivyo ukiwa na watu ambao wajui thamani yako kwenye maisha yao, ukijaribu kuleta neno la maarifa au kitu chenye thamani, wanakipuuza, wanakiona ni kama makelele au ni uchafu au ni takataka. Tukisonga mbele zaidi, usikubali kutengana na watu kwa sababu wale watu hawajatambua umuhimu wako kwenye maisha yao. Pengine hata wewe mwenyewe kuna sehemu unakosea, ndio maana umuhimu wako hawauoni. Kuna watu wamepita kwenye mitandao ya kijamii, wanatengeneza video zao vizuri na kwenye quality mzuri na kwa gharama kubwa, lakini zile video zao hazina watazamaji. Yeye anatengeneza video wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwezi. Ukiangalia viewers wake ni wangapi? Wakienda sana viewers 50. Na ukiangalia video yake ametumia muda gani? Masaa zaidi ya 6. Background katengeneza mpaka kachoka. Na imefika wakati ameanza kukata tamaa. Kumbe tatizo sio video, tatizo ni yeye mwenyewe. Hata yeye mwenyewe video za wenzao hafuatilii. Yaani yeye yuko busy na mambo yake, alafu yeye anataka vitu vyake visapotiwe, alafu yeye vya wenzake hataki kusapoti. Ndio maana nikasema heri bora kuwa na watu wanaotambua umuhimu wako kwenye maisha yao, sio wao kutambua umuhimu wako kwenye maisha yao pale ambapo wanapokuwa wamezidiwa. Tunatembea kwenye mifumo, tunaishi kwenye mifumo. Wanaojua Kiswahili wanasema usiyempenda kaja, unayempenda kaondoka. Tufanyeje basi? Unayempenda baki, usiyempenda aondoke. Tafsiri yake, yani umaskini hatuupendi ila umetungangania, utajiri tunaupenda ila haututaki hata kidogo. Kwa hiyo sasa tunajiuliza, tufanyeje basi ili tupate utajiri? Anayejua siri ya mafanikio yetu ni Mungu peke yake. Naomba ndugu yangu, usimlazimishe mtu
akuelewe. Na mtu akikukataa, mwacha aende. Alafu ukimwacha akaenda zake, usirelax, jiweke kwenye mzani. Je, wewe ndiyo chanzo cha yule mtu kuto kuona thamani yako kwenye maisha yake, au ndivyo alivyo? Ukikuta ndivyo alivyo, mwacha aende kabisa. Ilo ukikuta wewe ndiyo chanzo cha kumfanya yule mtu aondoke, jirekebishe. Ndipo umfuate, umwambie, rafiki yangu, naomba unisamehe, nimetambua kumbe mimi ndiyo chanzo cha yote aliyotokea. Usitelekeze ndoa yako kwa ujinga wako mwenyewe ukasema hukumpata mtu sahihi. Usitelekeze mahusiano yako kwa ujinga wako mwenyewe ukasema hukumpata mtu sahihi. Usiharibu biashara zako alafu ukaanza kumlalamikia mfanyakazi au ukaanza kulalamikia wachawi kwa ujinga wako mwenyewe, kumbe au kujichunguza. Chunguza tatizo ndio ujue jinsi ya kumaliza tatizo. Pole sana, naomba tukutane katika mtathari mwingine unaofuata. Mimi Uncle Doni. Karibu sana.